Kama wewe ni mwanajamii ya mitandao, bila shaka utakuwa umekutana na story moja ambayo inahusiana na kile ambacho kimefanywa katika ikulu ya Marekani pale kati ya rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambapo kumeibuka mabishano makali sana kati ya viongozi hao wakubwa wawili, mmoja akitokea katika bara la Afrika na mmoja akitokea katika bara la Amerika ya Kaskazini kule. Na story yenyewe ilianzia wapi? Story ilianzia baada ya rais huyu wa Marekani bwana Donald Trump kumwalika rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika ikulu ya White House, na akampeleka katika chumba maalum ambacho huwa kinatumika kwa ajili ya kufanya mahojiano na viongozi mbalimbali. Na binafsi ninasema kwamba viongozi wa Afrika kama hawatakujikubali wao wenyewe, acha wadhalilishwe tu, acha wafanyiwe wanachofanyiwa, kwa sababu hawataki kuamini kwamba wao ni viongozi ambao wanaweza wakasimama wao kwa miguu yao pasipo kutegemea watu wengine. Unaweza kujiuliza Cyril Ramaphosa alikuwa na sababu gani za kwenda kule nchini Marekani mpaka akakutana katika vikao hivyo ambavyo ni vikao vya udhalilishaji, vikao ambavyo vinatweza utu wa rais ambaye anaheshimika katika bara la Afrika, na hususan ni taifa ambalo ni kubwa sana barani Afrika, tunahitaji Afrika Kusini. Na kitu pekee ambacho nimegundua ni kwamba ile ofisi ya Oval pale nchini Marekani kwa sasa imegeuka ni chumba cha kudhalilisha viongozi wakubwa. Maana nyie mtakumbuka alianza rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky wakati alipokutana na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na makamu wake JD Vance. Moja kati ya yale ambayo yaliendelea katika ofisi hiyo ni kwamba ilikuwa ni udhalilishaji mkubwa sana kwa kiongozi wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky, ambayo alimlazimisha kubali baadhi ya mambo. Jamaa akasema mimi siwezi nikakubali. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya mtiti, wakalazimika kumfukuza kabisa katika ikulu ya White House, na hata kile chakula ambacho walikiandaa pale nchini Marekani kwa maana ya kumwandalia rais wa Ukraine chakula kile kilikuja kuliwa na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waandishi wa habari ambao walikuwa katika ofisi hiyo. Na ilikuwa ni kama baada ya rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky kufukuzwa kama mbwa katika ikulu ya White House pamoja na ule ujumbe ambao walikuwa wameongozana nao. Lakini baadaye kitu ambacho walikuja kukifanya ni kwamba Marekani walimwambia rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky akiri kwamba yeye ndiye ambaye alifanya makosa. Sasa hii ni moja kati ya vitu ambavyo vinatumiwa sana na Wamarekani. Sasa story hii bwana, mimi nanirudisha nyuma kidogo. Hii Wamarekani wamelazimika kumdhalilisha bwana Volodymyr Zelensky, na sasa wamemdhalilisha Cyril Ramaphosa, ila walishindwa kwa Kapteni Ibrahim Traore wa pale Burkina Faso. Maana mnakumbuka wakati bwana Donald Trump akiwa anaapishwa, moja kati ya watu ambao aliwaalika kwamba wahudhurie katika uapishi huo alikuwa ni huyo rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore, na mshikaji akasema mimi siwezi kwenda huko na mambo mengi ya kuyafanya taifa la Burkina Faso pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo muamini kwamba kama Ibrahim Traore angeenda pale nchini Marekani, basi rais wa Marekani bwana Donald Trump angefanya hiki ambacho amewafanyia Zelensky pamoja na Cyril Ramaphosa. Na story ya dunia imekuwa ni kubwa sana kwa sababu tumeona namna ambavyo bwana Cyril Ramaphosa alivyobanwa vibaya mno, mpaka anafikia hatua ni kama anatafuta nafasi ya kuzungumza, yani kama anaomba nafasi ya kuzungumza. Washikaji wamembana maswali vibaya mno, na kwa bahati mbaya sana ni kwamba inawezekana Cyril Ramaphosa wakati anakwenda katika hiyo ofisi ya Oval ambacho tunasema ni chumba cha mauaji, chumba cha udhalilishaji cha Marekani, yeye inawezekana alikuwa hata ajui kwamba atakutana na lile rundo la waandishi wa habari. Kwa hiyo alifika kule Cyril Ramaphosa akabaha kwanza, na alipobaha, walipogundua kwamba amebaha, yani Marekani ambacho anakifanya sasa hivi ni kwamba anakuita nchini kwake, alafu anakuzungusha, mnazungumza, mnapanga mipango, na baada ya hapo sasa anakuingiza kwenye chumba cha udhalilishaji. Na ukiingia huko tayari unakuwa psychologically umeshaharibiwa. Kwa hiyo unajikuta yani unadhalilika vibaya mno. Sasa Trump ametumia mbinu chafu sana, na anatumia mbinu chafu kwa sababu anakuwa na waandishi wa habari halafu anakubananisha mbele ya waandishi wa habari. Yani hiyo haina cha kusema, mnajadiliana. Wanachokifanya wao ni kwamba yani mnakuwa mko live. Kwa hiyo kila kitu ambacho mnakifanya mnakuwa mko live, na namna ambavyo wanakudhalilisha. Hiki ndicho ambacho kimetokea kwa bwana Cyril Ramaphosa ambaye huyu ni rais wa pale Afrika ya Kusini. Na viongozi wa Afrika kama wataendelea kujipendekeza, basi watapitia mambo mengi sana ya hovyo. Mimi nakumbuka wakati wa
Joe Biden, mnakumbuka viongozi mbalimbali wa Afrika waliitwa wakapakiwa kwenye mabasi, yani wakawa ni kama abiria fulani hivi, lakini watu ambao wana heshima zao katika bara lao, lakini bado wanaendelea kwenda kule nchini Marekani. I don't know wanaenda kufanya nini kule, kwa sababu kinachotokea sasa hivi ni kwamba ni agenda fulani ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuvuruga kabisa hii Afrika na kuona namna gani ambavyo wanaweza karudi tena kwa ajili ya kutushika masikio. Sasa kwa kitendo ambacho ameonyesha Cyril Ramaphosa ni kitendo ambacho binafsi kama binadamu kwanza wa kawaida hakijanipendeza, hilo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba Marekani bwana wameamua kutumia mpaka VAR, yani kwa mara ya kwanza kabisa Marekani wameamua kutumia VAR. Unajua rais wa Marekani bwana Donald Trump yeye alianza kumweleza bwana Cyril Ramaphosa kwamba Afrika Kusini kwa sasa hivi inawafukuza wazungu wale ambao wapo kule wanafanya shughuli za kilimo pamoja na mambo mengine. Sasa Cyril Ramaphosa yeye alikuwa anakataa, akasema si kweli jambo hilo halifanyiki. Kwa hiyo alichokifanya bwana Donald Trump akaamua kuileta VAR na akaja akachapisha hiyo video ambayo inamuonesha Julius Malema ambaye ni mwanachama kiongozi mkuu wa chama cha Economic Freedom Fighters kwa maana ya EFF pale nchini Afrika ya Kusini. Na hiyo video ilikuwa ni video ya nyuma kidogo ambayo bwana Julius Malema amewahi kuizungumza, akaeleza kwamba kwa bahati mbaya sana ni kwamba watu wengi sana wa Afrika Kusini wanaishi katika maisha magumu kidogo, na lakini pia wale wazungu wamekuwa wakichukua baadhi ya maeneo. Kwa hiyo alisema we have to fight them, na wanatakiwa wapambane sana kuhakikisha kwamba kila mmoja anaondolewa ili Waafrika waendelee kuwa katika maeneo yao. Sasa bwana Donald Trump walipoona Cyril Ramaphosa anabisha sana, akaamua sasa kumuoneshia hiyo video. Akasema kwanza zimeni taa kwenye ukumbi huu, wakazima taa. Halafu ikabaki tu hiyo television ambayo ilikuwa inaonesha namna ambavyo bwana Julius Malema alikuwa akizungumza, na akawa amesema you have to kill the whites, kitu kama hicho, naelewa. Sasa bwana Donald Trump akamwambia huyo Cyril Ramaphosa kwamba unawaruhusu kuchukua mashamba ndio, lakini bali hawachukui tu mashamba, lakini pia wanawaua wazungu ambao ni wakulima kule nchini Afrika ya Kusini. Na akasema ili uone kama ni kweli hili jambo linafanyika, basi tuangalie video hii, punguza moto kwanza, yani punguza munkari. Unaambiwa bwana, kwa video ambayo imeonekana Cyril Ramaphosa alionekana ni mtu ambaye ameishiwa pause, amekata moto, na baadaye akaja akajibu kwamba unajua pale nchini Afrika Kusini tuna mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa hiyo kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni pamoja na mambo mengine, lakini ule sio msimamo wa serikali staff, ila tu ni chama cha siasa ambao wana uhuru, wana haki ya kuzungumza jambo lolote lile. Kwa hiyo huo sio msimamo wa serikali staff. Sasa hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba rais wa Afrika Kusini bwana Cyril Ramaphosa ameshindwa kuitetea Afrika Kusini dhidi ya wazungu ambao wanamiliki maeneo mbalimbali kule Afrika Kusini. Maana amezungumza akasema, unajua pia kumekuwa na mauaji ya Waafrika Kusini wenyewe ambao wanaishi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo si tu ni wazungu ambao wanauawa, lakini pia hata Waafrika wenyewe wanauawa. So ilikuwa ni moja kati ya issue ambayo binafsi nimeiona ni kama viongozi wa Kiafrika hiyo ni kama wake up call, waende kule nchini Marekani wakiwa wana tahadhari kubwa sana, kwa sababu hawa wa Marekani walipogundua kwamba Afrika viongozi wao wameanza kusanuka, na wao wameanza kubuni njia nyingine ya namna gani ya kuweza kuwatisha, njia gani ya kuweza kuogopesha, njia gani ya kuweza kuwatia hofu kwamba wao wa Afrika bila ya Marekani hawawezi wakaenda sehemu nyingine yoyote ile. Sasa hiki ambacho kimefanyika kwa bwana Cyril Ramaphosa ni kama alarm. Sijui viongozi wenu kama wanafikiria out of the box, au inawezekana kilichofanyika kwa bwana Volodymyr Zelensky hawakujifunza. Kama walijifunza, basi kuna kila sababu ya viongozi wetu kuanza kufikiria upya, kutafuta mapartner wengine ambao washirika wa kibiashara, washirika wa kiuchumi, washirika wa maendeleo, kuliko kuendelea kuwa na Marekani ambaye anasema yeye pasipokuwa yeye Afrika haitoboya, iendi sehemu yoyote, wakati Afrika tuna rasilimali nyingi za kutosha ambazo tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kukuza uchumi wetu, maendeleo ya wananchi wetu, pamoja na maendeleo ya taifa kwa ujumla wake. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.